الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya surati al-Hajj. Kabla tujaanza aya ya 59, tuunganishe, na ndo raha ya kuifahamu aya kwa kuunganisha aya iliyopita na ijayo, kwa sababu watoto kuona aya 60 huku chini kataja dhalika na aya 61 dhalika ni haya iliyopita yanaelezewa chini. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kunini wa kuunganisha. Tukianza kutoka al-mulku, baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Al-mulku yawmadhin lillah, tumesema na tutapita mbio mbio kwa sababu ile, basi kwa sababu maana tushaelezea ufalme wote yawmadhin, siku hiyo, lillah, ni wake mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu, Allah al-hayyul qayyum, Allah malik al-mulk, ya malik al-mulk, ya hayy ya qayyum, ya dhul jalali wal ikram. Ufalme wake yote siku hiyo. Al-mulku yawmaidhin lillahi, na tumeelezea ufalme huko duniani na ufalme huko, ufalme wa binadamu viumbe na ufalme wa muumbaji, na tumeeleza tofauti zake na kwa nini kakhasisishwa hapa hasa kutajwa siku hiyo ufalme, bimaana kusudia kila kitu kiko katika nini, katika maamrisho yake anayotaka kufanya, hasa ilipokuwa kuna mahakama kubwa yahkumu bainahum, akiwa hukumu baina yao, baina nani na nani, baina aya nasema falladhina. Hapa panatajwa falladhina, alladhina tatu zinakuja. Kwa hivyo lazima tusizame, tukasema faida ya kuunganisha aya falladhina, halafu inakuja na aya inafuatia walladhina, na aya inafuatia walladhina. Aina zote tatu hapa, ikiwa falme ni Mwenyezi Mungu wake, na kwamba yeye anapitisha mahakama kubwa siku hiyo, ili mwisho hakama mwisho wa mahakama kila mmoja akenda pale anapostahili kwenda kwa mujibu wa verdict, kwa mujibu wa matokeo ya mahakama, na peponi na motoni, waliyadhu billah. Allahumma ja'alna min ahli janna, Allahumma ja'alna min ahli janna. Basi lazima heshima ya watu wa peponi watangulize mwanzo, walladhina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im. Basi nini? Hii natija ya kwamba ufalme ni wake siku hiyo, na kwamba atapitisha hukumu baina ya watu, na uhasama uliokuwepo duniani utatatuliwa na kufanyiwa mahakama na qadha huko siku ya siku. Basi alladhina amanu wa amilu salihati, tumesema al-iman wal amal salih daima pamoja, watakuwa fi jannatin na'im. Hawa watakuwa katika nini? Katika neema za bustani njema, watakuwa katika bustani zenye neema zake zilizokuwa ndani ya bustani. Kadri utakachosema hujaipa bado haki yake, kakuachia wazi fi jannati na'im. Na nini ndani? Na kila kitu. Fima ainun la ainun ra'at wala udhun sami'at, hakuna jicho liona wala sikio likasikia katika sikio, kumbe kuna hivi na hivi, la badan wala udhun sami'at. Wacha hivyo tu, hata ile kwamba ukafikiria itakuwa hivi katika akili yako, imagination, wala khatara ala qalbi bashar, hata ijampitikia katika moyo wa mtu kwamba itakuwa hivi na hivi, mpaka siku atakapoiona. Kwa hivyo fi jannatin na'im, hapa kataja jannatin na'im, riziki atakayopata, malipo atakayopata wale ladhina amanu wa amilu salihati, yale peponi, kenda moja kwa moja peponi. Lakini halafu kitazama chini, tutazame aina ya pili. Kwa siku zote Qur'ani inalinganisha baina watu wa kulia na kushoto, baina usiku na mchana, baina hali zote mbili, ili uone kila moja ilivyo vizuri.
kwa sababu kitu chote ukichukua peke yake huoni uzuri wake mpaka ukalinganisha na kingine kilichokuwa opposite na kinyume na kile. Kwa hivyo kinyume na hicho, walladhina kafaru wakadhabu biayatina, na wale waliokufuru waliokanusha na wakakadhibisha aya zetu, basi faulaika lahum adhabun muhin, hawa watakuwa na adhabu kali. Adhabu la muhin hapo yenye kudhalilisha na kufedhehesha, adhabu muhin. Kwa nini ikataja muhin? Kwa sababu hawa walladhina kadhabu, kafaru wamekanusha, kadhabu wakakadhibisha. Na haiwezi kufanya hivyo ila watu jeuri, watu wenye kibri na majivuno, watu wenye ulwa, watu wenye mali na jaha na sultan na power, hao ndio wenye kukataa. Kwa sababu desturi siku zote inapokuja inaposhuka wahi akapewa utume yote katika waja wake Mwenyezi Mungu, wanaoamini siku zote wanakuwa ni wale watu wanyonge, kwa kule kudhulumiwa kwao na madhalimu waliokuwa matajiri na wenye pawa. Siku zote inakuwa hivi, na wale hawako tayari kushuka chini wakaamini ili washuke sasa na watumwa wao, sasa na mafakiri wao, sasa na watu wa chini wao, hawako tayari. Na ndio kwa maana Mtume sallallahu watu wa mwanzo walislimu wote maskini fukara, kina Khabab bin Arad na kina Bilal na kina Ali Yasir na kina watu wote wanyonge, baadhi kidogo walikuwa watu wakubwa katika mabwana wa Makureshi wamo, lakini hasa utaona kwamba wanaamini hawa. Na Abu Sufyan alipokwenda Rum, wakati ndio kwanza wahi unaanza, Heraclius akashasikia kule kwamba kuna mtume mpya katika Arabian Peninsula, katika hii jazira Arabia, amekuja mtume mpya anahubiri watu. Na wale wafalme wanakuwa chini yao makasawisa, wale watu wa dini, watawa na mapristi wanakuwa chini yao, wanachukua nini? Wanachukua nasaha kwao. Kwa hivyo wanajua kwamba nini sifa za utume. Anapokuja mtume, alipofika kwamba Abu Sufyan yuko Rumi kule, amekwenda kwa njia mtarjumani, na akasikia kwamba kule Arabia Peninsula kuna mtu amezuka anajiita kwamba yeye ni mtume. Heraclius alitaka kujua, akaambiwa kuna mtu kaja kutoka sehemu hizo, hebu mwiteni, hebu muulizeni. Akawa muuliza, sasa kweli kumezuka mtu anadai utume kule? Akasema naam, kweli. Huyu mtume nini tabia zake? Sema kweli, as-sadiq al-amin. Taib, kuna watu waliofuata. Naam. Aina gani watu wafuata? Watu mwana, watu mafakiri. Akasema huyu ndio mtume wa kweli. Kwa hivyo, kwa nini inakuja neno muhin, adhabu yenye kudhefedhesha na kudhalilisha? Kwa sababu ya kibri yao. Kafaru wa kadhabu. Fahamika, kufur, kukanusha, kukataa. Mtu kafiri yule anakanusha, na alafu tena anasema uongo, akatia yake ya uongo kuizuia haki, anatia batili yake. Waladhina kafaru wakadhabu biayatina faulaika lahum adhabu muhin. Kwa hivyo adhabu yenye kufadhihisha, ya kudhalilisha hao waliokufuru na kadhabu, wakakanusha, wakakadhibisha. Hasa falladhina amanu, na pili walladhina kafaru wakadhabu, na tatu walladhina hajaru. Alladhina wale ambao. Hapa kwa nini hajachanganywa katika wale waamini wale hajaru? Hawa ije pamoja, wale alladhina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im. Asio kamela hawa watu hasa special lazima tuwataje peke yao. Walladhina hajaru, na wale waliohajir fi sabilillah. Mwenyezi Mungu mwenyewe asema hawa wamehajiri kwa sabili ya Mola wao, yani yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema, na asio katika njia ya Mola wao, katika kutekeleza amri ya Mola wao, kwa ajili ya nini? Kutaka ridha za Mola wao, kwa ajili ya Mola wao, na wataka waje kuinusuru dini baadaye. Waende wajikusanye Madina, wafanye jamii yenye nguvu na kuweza kusimama na wadui wote, na hasa Makureshi. Na ndio ikawa
kuhajiri tu miaka miwili ya mwanzo tu wanapanga mikakati ya nini vita Badr, na wao hawajakusudia kupigana kwa sababu hawajaa tayari, walikusudia kuchukua mali za Makureshi, lakini Makureshi wamekuja na jeshi na watu 950 mpaka 1000 walipanda wa farasi na nguo za kivita na kila kitu, na hao waliotoka kwa ajili ya kwenda kutaka kukamata mali zao ngawira ili wachukue alau kurejesha mali kidogo. Ukisikia neno la hajaru, simama katika kauli ya hijra, tuitie maanani kauli kwamba amehajiri mtu, kaondoka katika nchi yake, ana ulwa wake, heshima yake katika jamii, ana mali zake, ana majumba yake, ana marafiki zake, ana mipango yake ambayo anatumia siku yake yote na kwa nzuri. Jioni nafanya hichi, magharibi nafanya hichi, asubuhi nafanya hichi, nafanya biashara zangu, nafanya mali yangu mimi hivi katika jamii, na kwa katika mtu ambao mwenye hadhi kubwa. Mtu huyu ghafla kwa sababu yote ikatokezea kwamba awache kila kitu, awache nyumba zake, mali zake, aache kila kitu, pengine hata na watoto wake, rafiki zake, anatupa vitu hivi. Na kuna wengine wanauza kwa bei ya kutupa. Kitu cha milioni 50 pengine atauza kwa milioni 5. Sasa wengine hawai kuuza na chochote, inabidi ondoke, wanahajiri. Fikiria watu kama hawa, na tunaona katika mtu maisha yake anapambana na watu kama hivyo kwa sababu fulani inabidi mtu aondoke, kaacha kila kitu, maskini tumuonea huruma, anakwenda kuanza maisha upya huko kwamba huyo fakiri na maskini, na akatafute kazi baada ya kuwa na biashara zake, anaenda kutafuta awe chini ya mkubwa yote katika kazi ya nchi anaoenda. Lakini pia kwa upande mwingine tutasema hii ndio sababu walio hajaru fi sabilillah thumma qutilu au matu, kwa sababu kuhajiri huku kunaambatana na kufuatia nini, na jihadi baada ya jihadi katika kutetea dini, kwa sababu hutoachwa tu wewe. Makureshi watakupiga wewe, makabila yote wanakutaka wewe, Mayahudi wanakutaka wewe, Warumi wanakutaka wewe, kila mmoja wako dhidi yako. Na yote haya Mtume sasa anapambana nayo, kuanzia kuhajiri, kuanzia mwaka pili vita, mwaka 3 vita, mwaka 5 vita, mwaka 6. Mwaka 6 ndio ikawa nini, sulh al-Hudaybiyah. Lakini baadaye mwaka 8 vita, mwaka 7 vita na Khaybar, mwaka 8 Fath Makkah, baadaye tena Hunain, baada hapo umekuja nini, vita vya Muta, na vita vingi, vita baada vita. Hiyo tena Muta tena kupambana na Warumi tena, jeshi lake dogo na kupambana jeshi mara 6 mara 8 zaidi kwao. Kwa hivyo jambo muhimu katika hijra kwamba hawa waliohaji fi sabilillah thumma qutilu au matu, wameingia katika vita wamekufa, au matu wamekufa, hivi tushazungumza. Hawa baada ya kusema fi jannati naim, kasema la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, Mwenyezi Mungu ataruzuku riziki iliyokuwa nini, njema. Nini maana riziki? Tukijiuliza nini maana riziki? Riziki tusifikiri kama chakula au mshahara au nini ndio riziki yake. Riziki kila kitu, jambo ambalo una manufaa nalo, jambo Mwenyezi Mungu alokupa likawa na manufaa kwako. Arizqi fi lugha huwa kullu ma yasuquhu Allah ta'ala ila al-makhluqat, kila anachowapelekea akawapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viumbe vyake, wayantafiuna bihi, na wakapata manufaa. Kila chenye manufaa ni riziki kwako. Kwa hivyo unaweza, kwa nini, ikiwa mali, ikiwa chakula, ikiwa siha, ikiwa ilmu, ikiwa umri wako, ikiwa heshima unaipata, ikiwa watoto wazuri wanaotii, ikiwa chochote kile, cheo, chakula, utajiri, kila kitu ni riziki. Kila kitu ni riziki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakupa vitu chungu zima. Anasema hawa la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. طيب, hii la yarzuqannallahu rizqan tofauti kama alivyosema kule amilu salihat fi jannati naim, katika neema katika za peponi na bustani mema. Lakini hapa akasema atawapa riziki njema. Bila shaka itakupeleka akili yako kwenye riziki ya peponi.
katika jannat naim, sio? Lakini kitu gani chenye kuzuia maana kwamba isiyo kwamba hata duniani kabla peponi atawapa riziki hasan duniani na wakienda peponi atawapa riziki hasan, nakubalika hiyo kwa hivyo la yarzuqannahum Allahu rizqan hasanan wa inna Allaha, na hakika Allah lahu khairur raziqin, lahu khairur raziqin. Na kumetaja kwa aya 63 nini khairur raziqin, bora kutoa riziki. Wa idha ra'u tijaratan aw lahwan infadhu ilayha wa tarakuka qa'ima, wameona mchezo, wameona ngoma, wameona biashara inakuja, msafara unakuja, wakatoka mbio msikitini wakamwacha mtume peke yake. Surati Juma aya mwisho, ya alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au, kimbilieni mbio ila dhikrillakum wadharu al-bay', wacheni biashara kuuza kile wachapeni. Ikisha faidha qudhiyat as-salatu fantashiru fil ardh, ikisha sala tawanyikeni fa wabtaqu min fadlillah, katafuteni fadhili za Mwenyezi Mungu. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wa idha ra'u tijaratan au lahwan, wakiona biashara au mchezo, ngoma zinapigwa, kuna harusi, kuna nini, sherehe gani, au lahwan infadhu ilayha, wakakimbilia kwenye ile, wakacha ibada wenyewe. Kul ma inda Allahi khairu min al-lahwi wa min at-tijara, kwa Mwenyezi Mungu bora kuliko michezo, kuliko ngoma hizo, kuliko sijui nini, kuliko hata biashara. Wallahu khairur raziqin, mbora kuruzuku. Hata akasema baadhi ya unajua watu wanapenda kuchambua hizi ayat na maana, wakinda deep wanasema sasa ikiwa raziqin khairur raziqin fatabarakallahu ahsanul khaliqin, mbora kuumba. Kwani binadamu anaumba pia, hata kwa Mwenyezi Mungu ahsanul khaliqin, Mwenyezi Mungu bora mwenye kuumba, na binadamu anaumba, lakini anaumba kutokana na kitu kilichokwisha umbwa. Atengeza vikombe nini kutokana na udongo na msio, atengeneza furniture na nini kutokana na nini, mbao kutokana na miti kutokana na ardhi. Nani kaleta? Allah. Lakini Mwenyezi Mungu anaumba min al-adam, kutokana na hamna kitu halafu ndo anaumba. Binadamu anaumba kutokana na vitu vipo vishaumbwa. Kwa hivyo ahsanul khaliqin Allah. Na binadamu yule anempa mfanyakazi wake mshahara wake, kwani yule razik. Lakini watu mara nyingi wanachukia kutumia razik. Kwa nini? Usipande katika cheo cha Mwenyezi Mungu wa khairu raziqin. Mwenyezi Mungu ndo anastahili kwa cheo hicho, kwa sababu yeye anempa yule anayetoa naye kumpa mfanyakazi wake, basi yenyewe karuzukiwa na Allah. Wa raziqu huwa Allah. Kwa hivyo ndio kwa maana kigombana na tajiri yake mtu, kama kwa riziki kutoka kwake tu, riziki kutoka Mwenyezi Mungu, pale inabaini haki. Lakini usema kweli huwa raziq lihadha min arrizqi alladhi a'tahu Allah, katika riziki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawapa makhlukat wake atumie neno raziq, lakini makhlukat wake hawapendi kusema kwamba huwa raziq, kwa sababu mwenyewe kapewa. Kwa hivyo kile cheo na kivua mtu mwema aseme mimi raziqun lahu, Allahu razzaq, la khairu raziqin. Sawa. Halafu tukitizama aya inayofuatia hapa, rizqan hasan wa inna Allah lahu khairur raziqin. Inna Allah huwa, tumeona inna Allah lahu, inna na lam kutilia mkazo kwa mara mbili, kwa lam na nun shadda, inna khairur raziqin. Na pale la yarzuqanna, la lam yarzuqanna nun shadda, la yarzuqannahum uzito pia wa nini tashdid mbili kutia uzito, bila shaka na hakika, bila shaka na hakika, zote mbili, lam na inna. La yarzuqannahum wa inna Allah inna lahu khairur raziqin. Hajesha na tatu inakuja la yudkhilannahum, lam ipo na nun shadda ipo, nimetiliwa mkazo tena. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna, la yudkhilannahum mudkhalan yardawna. aya 60 Al-Hajj.
la yadkhulannahum mudkhalan yardawna wa inna Allaha la alimun halim. Kwa hivyo la yudkhilannahum kuna taukid mbili bila shaka na hakika, na mwisho wa inna Allaha la alimun, pia nun shadda na lam imejaa taukid ala taukid, kutilia mkazo zaidi. Kwa hivyo sasa hapa kishataja walladhina tatu, hapa tunakuja la yudkhilannahum mudkhala, la yudkhilannahum bila shaka na kwa hakika atawaingiza mudkhalan pahala, yardhaunahu pahala ambapo wataridhika napo. Tumesema jannati naim, tumesema rizqan hasana, na haiwezi kuwa rizqi hasana ila riziki ambayo wataridhika nayo wale wanaopewa, wataridhika nayo bila kusema basi ungeniongeza na hichi ingekuwa uzuri zaidi. Binadamu ana upungufu kwa Mwenyezi Mungu, kwa yote aliyotupa bado haujatupa tu, la umeshatupa kutosha, la mimi mwenyewe nitakuongezeni. Hivi ndio inakuwa peponi. La, hicho sijakupeni kitu bado, nimekupeni tumeona kila kitu, hebu tazameni uso wangu kwanza. Allah anatolea salamu qawla min rabbi rahim, baada salamu, je nimekupeni kila kitu, umetupa hichi, umetupa hicho ya Rabb, ile kuna kitu nataka bado, nataka nini tena? La, kuna kitu nitakupeni mwenyewe bila nyewe kujua, bila kusema. Sasa unapokashifu wajhullah, watu wakaona, sema ya salam, utukufu hakuna zaidi ya kuliko huo. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu, ala yudkhilannahum mudkhalan yardhuna, atawatia bila shaka kwamba atawatia katika nini? Pahala pa kuingia. Neno mudkhal na kuna neno madkhalan. Madkhal kwa fatha ma siku zote madkhal makan, masjid pahala pa kusujudu, madkhal pahala pa kuingilia. Kwa hivyo mlango unakuwa madkhal, masbaha pahala pa sibaha pa kukoga, swimming pool au bahari. Ukitia mim almakanu alladhi, kinatendeka kile neno fiili yake, sawa. Kwa hivyo unapoona madkhal bi maana pahala penye mlango wenyewe, lakini unapokuja mudkhal, mudkhal nasema hii masdar, na masdar labda tuseme kwa kizungu nasema verbal noun au action noun, ndani yake inadhihiri kwa mbali, ndani yake kule kuingia kwenyewe. Sorry, verb nasema nini? Ni verb, ni noun, ism, lakini masdar mudkhal. Ndio nasema verbal noun au action noun nasema ndio. Kwa sababu nini? Aslan masdar ni source ya kitu, lakini hapa ukitazama kinachosema mudkhala inadhihiri ndani yake kule kuingia kwenyewe, idkhal, kule kuingia kwenyewe. Kwa hivyo mudkhalan, kama kwamba kuna neno hapo litafute mwenyewe ulipenyeze, la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, bimaana la yudkhilannahum atawatia aljanna idkhalan, kule kuingia kwenyewe, yardawna wanaridhika. Idkhalan kule kuingia kwenyewe, yardawna wanaridhika nako. Kwa hivyo hapa idhan mudkhala huwa almakan, pia pahala, lakini pahala ambapo ndio itakuwa ndo njia ya kwenye kuingia akawakaa katika starehe. Makanu la ya'lamuha illa Allah, makanu la ya'lamuha illa Allah. Kwa hivyo mim dhamma mudkhala inaleta usa, maana ya kule kuingia katika pepo, kuliko kusema madkhala. Madkhala ni kipande cha sehemu ya mlango tu, chaingia ndani hajataja. Mudkhala na sehemu yote, yote. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, na ikiwa yardawnahu hakuna mmoja katika anaingia peponi akawa na shingo upande, ikawa anaingia kwa shingo upande kwa kuona labda kitu fulani kimepungua. La, abadan, kila kitu kinatimia pahala kitaridhisha. La yudkhilannahum Allahu aljannata allati, janna hiyo idkhalan yenyewe, kule kuingia kwenyewe kutaridhisha wenyewe
وإن الله لعليم حليم. Alim anajua kila kitu. Nani, tukirudi katika aya nyuma kule, wale waliohajiri walladhina hajaru fi sabilillah thumma qutilu wa matu, hawa ndio la yudkhilunhum, nitaingiza kila alohajiri ikiwa akafa shahidi, kafa yeye kitandani godoroni, hawa ndio atakayotia Mwenyezi Mungu. Lazima urudi nyuma, hao ndio atakayopewa rizqan hasana, hao ndio atakayotiwa peponi wakastarehe wakaridhika. Wa inna Allaha, na hakika Mwenyezi Mungu, la alimun halim. Alimun anajua yote, alohajiri kwa ajili ya manufaa, aende apate mke, aende apate nini, apokewe na yeye akakaa pamoja na nyumba bure, huko ana nyumba, kwa sababu ukhuwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam akha baina almuhajir wal ansar, amefanya undugu wa temporary, undugu ambao umethibitika kwa undugu kwa amri ya Mwenyezi Mungu kama kwa ndugu kweli. Baina muhajir, katoka wewe fulani, ndugu yako fulani, nenda kakae kwake, wewe fulani, na wale nini, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanapenda wale hajiri kwao. Kwa hivyo hapa tukitizama yadhunnu wa inna Allaha la alimun halim, anajua yule aliyehajir kwamba kahaji fi sabilillah au kwa maslaha kwa kidunia tu, au limrati yankiha abadan, fa inna hijratu ma hajara ilayhi, na kama ila ma hajara ilayhi. Kwa hivyo hapa tukija, maana tukichukua kwamba la yudkhilannahum mudkhalan yadhunahu wa inna Allaha la alimun. Taib, na alimu tunajua mwenye kujua kila kitu, au sio? Lakini halim, je, alhilm ni upole, alhilm na lutfu ndani yake. Alhilm asa pengine wale waliofanya makosa wakasamehewa, wasilimu wakaja kaslimu, wasiohajiri wakaja wakahajiri. Halim, kuwapa fursa, ana haraka kwa la yuajil liladhab. Mwenyezi Mungu walintiqam, Mwenyezi Mungu haharakizi kuwatia adabu katika wale. Kwa hivyo la yudkhilannahum, atawatia wale almaqtul fi sabilillah والميت منهم الموتى منهم katika walokufa wote watawatia baina almuhajirina katika starehe za kuwaridhisha. Alimun biman yuhajiru fi sabili au yuhajiru fi maslahatin dunyawiyya, kwa maslahati dunia. Halim, na ndio Mwenyezi Mungu siku zote ana upole, anawasubiria watu almushrikina ambao pengine baadaye watakuja wakaslimu, Mwenyezi Mungu kaacha fursa mpaka kufa kwao, watajirekebisha. Wallahu la alimun, wa inna Allaha la alimun halim. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Tazama hapa juu la alimun halim, na hapa la afuun ghafur. Hizo sifa ambazo zilizokurubiana katika sifa za Mwenyezi Mungu zimekuja hapa katika aya hii na aya hii. Hatutaigusa aya hii sasa kwa kuelezea, kwa sababu haya mambo yanahitaji tutaki tukaikata aya katikati, na hasa wakati umekwisha, bado hii dakika moja iliyobakia. Kwa hivyo kwamba tunatazama kwa nini kaja nini hapa la alimun halim, na hapa la afuun ghafur. Hizi zote zinaonyesha katika sifa njema kabisa, walillahi alasmaul husna, za mwenyewe Mola subhanahu wa ta'ala sifa njema. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.